bila kujua kwamba mke wake mjamzito alikuwa ni binti pekee wa Suleiman Kiwanga, tajiri wa kutisha ambaye jina lake lilikuwa kwenye nusu ya majengo ya katikati ya jiji. Dastan Mwita alitupa begi la mwisho la mizigo la mke wake kwenye mvua kwa nguvu iliyotosha kupasua ngozi, huku kimada wake Veronica akicheka kutoka mlangoni kana kwamba hiki ndicho burudani aliyokuwa akiitamani kwa miezi mingi. Mke wake alisimama kwenye mvua kubwa, gauni lake la ujauzito likibana tumbo lake lililovimba. Lakini hakuwa analia tena. Alikuwa anawatazama kwa uso ambao Dastan hakuweza kuusoma vizuri, kitu kilichopepea kati ya huruma na hesabu. Kwa miezi 36 alikuwa amecheza nafasi ya mke wa nyumba anayesumbuka kwa ukamilifu, akivaa vipodozi vya duka la kawaida na nguo za mitumba, bila kutaja kamwe mfuko wa amana uliokuwa unazalisha riba kila siku zaidi ya kipato ambacho Dastan alipata kwa mwaka mzima. Lakini usiku huu, kitu fulani kilikuwa kimekatika. Mama yake alitokea ndani ya nyumba akiwa na ule hasira wa kujiona mwenye haki. Mwanamke yule yule ambaye alikuwa amefanya maisha ya mke wake kuwa mateso tangu siku ya harusi. Lakini kilichofuata kingevunja kila kitu ambacho Dastan alidhani anakijua kuhusu nguvu, familia na mwanamke aliyekuwa amembeba mtoto wake. Mama yake alipomtemea mate usoni mke wake moja kwa moja, yule mwanamke mjamzito hakushtuka. Alifuta tu shavu lake, akapiga simu moja, na ndani ya sekunde chache mama yake alikuwa anatetemeka kwa nguvu kiasi kwamba ilimbidi ashike fremu ya mlango ili asidondoke. Uso wake ulififia rangi na kuondokewa na ule udhabiti wa kujiona sahihi. Mke wake alikuwa amesema nini kwenye ile simu fupi? Ni nani alikuwa anakuja ambaye angeweza kumfanya mama yake mkali na mtawala awe kifurushi cha kutetemeka? Na kwa nini Dastan ghafla alikuwa anahisi kama amefanya kosa kubwa zaidi la maangamizi katika maisha yake yote? Karibu sana kwenye simulizi letu la leo. Kabla hatujaanza, tafadhali bonyeza alama ya subscribe kwenye chaneli yetu, kisha bonyeza alama like video hii ili isiwe mara ya mwisho kukutana hapa. Na kila simulizi jipya linapotoka uwe wa kwanza kuliona. Sasa kaa vizuri, tulia na tizama simulizi hii mpaka mwisho, kwa sababu simulizi ya leo ina mshangao mkubwa usiotarajiwa. Mvua ya mwezi wa 10 ilianguka kwa mapigo mazito, lakini Dastan hakuitambua sana aliporusha sanduku la mwisho la mizigo chini ya ngazi za mbele za ile nyumba ya ghorofa 2 ya kawaida aliyoinunua kwa mkopo wa nyumba wa miaka 30. Sanduku la ngozi ambalo sasa alitambua kuwa lilikuwa la Hames, si bandia aliyodhani, lilizunguka hewani kisha likadondoka kwenye dimbwi lililoakisi mwanga wa joto uliokuwa ukimwagika kutoka kwenye mlango wake wa mbele uliokuwa wazi. Nyuma yake, kicheko cha Veronica kiligongana kama milio ya vipande vya chuma vidogo vinavyoning'inia, mkono wake ukimshika Dastan kwa umiliki kwenye misuli ya juu ya mkono huku akijiegemeza kwenye bega lake. Manukato yake ya gharama kubwa yakichanganyika na harufu ya mvua na lami yenye unyevunyevu. Jamani Dastan, siamini uliweza kuvumilia naye kwa miaka 3, Veronica alinong'ona kwa sauti ya kukokota, sauti yake ikiwa na mchanganyiko ule wa mzaha na ukatili ambao zamani ulimvutia, lakini sasa ulimfanya ahisi kitu kisichofurahisha kinajikunja tumboni. Mwangalie. Hata hasemi. Ni mwanamke wa aina gani anayesimama tu hapo? Lakini Neema hakuwa anasimama tu hapo. Mke wa Dastan anayekaribia kuwa mke wa zamani, ikiwa Dastan angepata anachotaka, alisimama chini ya njia ya kuingilia nyumba, mkono mmoja ukiubeba tumbo lake la ujauzito wa miezi 6, mkono mwingine ukining'inia kwa ulegevu pembeni. Nywele zake nyeusi zilikuwa zimebandikwa usoni na mvua, na gauni lake la ujauzito lililokuwa rahisi, aina inayouzwa kwenye maduka ya bei pungufu, lilimshikamana mwilini. Hata hivyo, kulikuwa na kitu kwenye mkao wake, kitu kwenye namna alivyoinua kichwa chake ambacho Dastan hakuwahi kukiona hapo awali. Hakuwa anajificha. Hakuwa anaomba. Alikuwa anatazama tu. Miaka 3 ya ndoa ilimrudia Dastan kichwani kwa vipande vilivyokatika. Neema alikuwa mwanafunzi wa ufadhili kwenye chuo cha jamii ambako yeye alikuwa mwalimu wa muda wa masomo ya biashara, akijisomesha ili apate shahada ya uzamili ya usimamizi wa biashara.
Alikuwa mtulivu, mwepesi wa kusoma na alipomtabasamia siku moja baada ya darasa, Dastan alihisi kama ameshinda zawadi. Uchumba wao ulikuwa mfupi. Miezi 6 kabla hajampatia pete ya kawaida iliyomchukua miezi 4 kuifanyia akiba. Alisema ndio bila kusita, bila kudai kitu kikubwa au cha gharama zaidi, na Dastan alidhani amepata mwanamke anayeelewa thamani ya kujenga kitu pamoja. Lakini mama yake alikuwa ameona kitu tofauti kabisa. Kana kwamba ameitwa na mawazo yake, Mariana Mwita alionekana mlangoni, nywele zake za mvi zikiwa zimepangwa kwa ukamilifu licha ya usiku wa manane, uso wake ukiwa umejifunga kwenye ule mwonekano wa ubora wa kimaadili uliotawala utoto wote wa Dastan. Alimsukuma Veronika pembeni bila hata kumtazama, macho yake yakimchoma Neema kwa nguvu iliyofanya hewa iwe nzito kuliko mvua inavyoweza kueleza. Hatimaye unaonyesha rangi zako za kweli, si ndio? Sauti ya Mariana ilikata kelele ya mvua ikipiga sakafu ya saruji. Unakimbia mambo yakizidi kuwa magumu, tabia ya mtu wa aina yenu. Asili ya Neema ilikuwa siri ambayo Dastan hakuwahi kujisumbua kuchunguza. Alitaja kuwa alikuwa amejitenga na familia yake, kitu kuhusu tofauti za maadili na matarajio, lakini kila alipobanwa alibadili mada. Dastan alidhani ni umasikini, labda vurugu za kifamilia, kitu kilichoeleza mavazi yake ya mitumba na msisitizo wake wa kutumia kuponi na chakula cha bajeti, licha ya mshahara wake wa msimamizi wa kati katika kampuni ya ushauri wa Rihadi kuwa wa kutosha kwa maisha ya kawaida yenye faraja. Mama, labda tuingie ndani, Dastan alijikuta akisema, ingawa hakuwa na uhakika kwa nini. Mkono wa Veronika ulimkaza zaidi, kucha zake zilizotengenezwa kwa ustadi zikichoma kidogo. Usithubutu kumtetea, Veronika aling'ong'ona, lakini kwa sauti ya kutosha kila mtu asikie. Si baada ya yote aliyokupitisha, kukufanya ujihisi una hatia kwa kutaka zaidi, kwa kutaka mtu anayejitunza kweli. Mariana alishuka ngazi za varanda kwa mtembeo wa malkia anayemkaribia mkulima, viatu vyake vya gharama kubwa vikigonga saruji yenye maji. Neema hakusogea, hakusema, lakini kitu kilibadilika machoni mwake. Hesabu. Uamuzi unaofanyika papo hapo. Kwa miaka 3, Mariana alianza, sauti yake ikipanda kwa kila neno, nimekuangalia ukimvuta mwanangu chini. Hakuna ndoto, hakuna mtindo, hakuna watu wa maana, ni mzigo tu aliye na moyo mwema mno kuutupa. Lakini namshukuru Mungu, hatimaye amepata mtu anayestahili jina la Mwita. Mvua ilionekana kuongezeka. Au labda Dastan alikuwa anaitambua zaidi, baridi ikiingia kwenye viatu vyake vya ngozi vya gharama kubwa na pumzi ya Neema kuonekana kwenye hewa ya mwezi wa 10 licha ya ujauzito wake. Veronika alicheka tena na sauti ile ilimfanya Dastan afikirie kioo kikipasuka, vitu vikivunjika visivyoweza kurudishwa. Mariana alisimama umbali wa hatua chache kutoka kwa Neema, uso wake ukiwa umejikunja kwa dharau ya miaka 3 iliyokusanywa. Unanichukiza, alisisitiza kwa sauti ya kukwaruza, kisha kwa makusudi aliyofanya muda uonekane kama umepungua, akamtemea mate Neema moja kwa moja usoni. Mate yalipiga shavu la kushoto la Neema chini kidogo ya jicho lake. Na kwa muda mfupi, muda mrefu ulioganda, hakuna mtu aliyesogea. Dastan alihisi tumbo likidondoka. Aliona kitu kikipasuka kifuani ambacho hakikuhusu tu uhusiano wake na Neema, bali kutambua kwamba mama yake alikuwa amevuka mstari ambao hauwezi kurudishwa nyuma. Lakini mwitikio wa Neema ndio uliosimamisha moyo wake kweli. Hakulia, hakushtuka, hakunyanyua mkono kuifuta uso wake. Alitabasamu. Haikuwa tabasamu kubwa, ni mwinuko mdogo wa midomo ambao kwa namna fulani ulikuwa na hisia nyingi kuliko uso wowote ambao Dastan alikuwa ameona kwa miaka 3 ya ndoa. Mkono wake ukaingia mfukoni. Ni lini alianza kubeba simu iliyoonekana kugharimu zaidi ya mshahara wa Dastan wa mwezi? Akaileta sikioni. Shikamoo baba, Neema alisema, sauti yake ikiwa tulivu na wazi. Licha ya mvua, licha ya fedheha, licha ya kila kitu. Nadhani muda umefika tuzungumze ile mazungumzo tuliyokuwa tunaahirisha. Ndiyo, sasa ni wakati mzuri kabisa.
Uso wa Mariana ulibadilika kutoka ushindi hadi mshangao, kisha kuwa kitu ambacho Dastan hakuwahi kukiona kwenye sura za mama yake za utawala. Hofu tupu isiyo na pazia. Magoti ya Mariana yalilegea kidogo, akamshika Dastan kwa mikono miwili, mshiko wake ukiwa wa kukaba na wa kuomba uhai. Neema, Mariana aliguna. Na Dastan akatambua kuwa hiyo ilikuwa mara ya kwanza mama yake kutumia jina halisi la mke wake badala ya yule msichana au ukosa lako dogo. Neema Kiwanga. Dunia ikapinduka. Kiwanga. Suleiman Kiwanga. Jina lililoandikwa kwenye nusu ya majengo ya posta na katikati ya jiji. Jina lililoonekana kwenye orodha za matajiri wa jarida la biashara la kimataifa mahali fulani juu juu. Jina lililomaanisha nguvu, ushawishi na utajiri ambao akili ya Dastan ya tabaka la kati isingeweza kuelewa kikamilifu. Mke wake, mwanamke ambaye sasa hivi alikuwa amemtupa kwenye mvua, mwanamke ambaye kimada wake alikuwa anamdhihaki, mwanamke aliyekuwa amebeba mtoto wake, alikuwa binti wa Suleiman Kiwanga. Neema hatimaye alinyanyua mkono wake wa bure na kufuta mate shavuni kwa heshima iliyomfanya Dastan ashindwe kumeza. Miezi 36, alisema kwa sauti ya chini, akiwa bado kwenye simu, lakini akimtazama Mariana, kisha Dastan, kisha Veronica. Miezi 36 ya kujaribu, ya kutazama, ya kuwapa nafasi zote ili wema uonekane. Mkono wake ukaenda tumboni, kinga na upole. Asanteni kwa kunionyesha waziwazi ninyi ni nani, Baba. Ndiyo, nitasubiri hapa hapa. Anwani wanaijua sana. Ni ile nyumba waliodhani wanajivunia kuimiliki. Magari meusi ya aina ya matumizi makubwa yalifika baada ya dakika 14 kamili, lakini kwa Dastan, dakika hizo 14 zilihisi kama kuanguka kwenye barafu na kuzama kwenye maji yasiyo na mwisho. Alitumia dakika 5 za kwanza akijaribu kuchakata kile Neema alisema, dakika 4 zilizofuata akiangalia kuanguka kabisa kwa akili kwa mama yake, na dakika 5 za mwisho akijaribu kurekebisha hali kwa njia iliyozidi kuonekana kama kupanga viti kwenye meli inayozama. Veronica alinyamaza, kicheko chake cha awali kikiwawa mara Neema aliposema Kiwanga, lakini hakumwachia Dastan mkono. Mshiko wake ulibadilika kutoka umiliki hadi kukata tamaa, kama mtu anayezama anayeshika kipande cha mbao. Mariana alizama kwenye ngazi za varanda, mvua ikimlowesha hadi ndani ya koti lake la sufu la gharama kubwa, midomo yake ikisogea kama anaomba dua au anakana uhalisia. Neema aliendelea kusimama kwenye njia ya gari, simu ikiwa tayari ameificha, mkono mmoja tumboni na mwingine ukining'inia pembeni. Mvua ilipungua kuwa manyunyu, lakini yeye alikuwa amelowa kabisa, nywele zake zikining'inia mgongoni kama kamba nyeusi, gauni lake rahisi likishikamana na mwili wake wa ujauzito. Hata hivyo, kwa namna fulani, alionekana mtulivu zaidi kuliko yeyote katika ile picha ya maisha yanayofumuka. Gari la kwanza lenye hadhi tulivu lililoonekana kugharimu zaidi ya mshahara wa Dastan wa mwaka liliingia kwenye njia ya gari. La pili na la tatu yakasimama barabarani, yakiteremsha wanaume waliovaa suti nyeusi waliotembea kwa mpangilio mkali kuunda ulinzi kuizunguka nyumba. Lakini gari la nne lenye mwanga wa kifahari hata kwenye taa hafifu ya barabarani lilimfanya Mariana apumue kwa shida. Dereva alitoka kwanza, akazunguka hadi mlango wa nyuma akiwa tayari amechanua mwavuli. Mwanaume aliyeteremka alikuwa mwishoni mwa miaka 60, nywele za mvi, mwenye mamlaka, akiwa amevaa suti iliyoshonwa maalumu kwa kiwango cha juu. Dastan, mwenye macho yaliyozoezwa kwa biashara, alitambua ubora huo mara moja. Huyo alikuwa Suleiman Kiwanga mwenyewe, akiwa halisi, akionekana kama picha zake kwenye majarida, lakini kwa namna fulani akiwa mzito zaidi, wa kweli zaidi na wa kutisha zaidi. Hakumtambua Dastan, Veronica wala Mariana. Umakini wake wote ulikuwa kwa Neema. Na alipomkaribia binti yake, mwavuli ukishikiliwa kwa uangalifu juu ya kichwa chake na msaidizi, uso wake ulipitia wasiwasi, hasira na kitu kilichokaribia kuwa fahari. Neema, alisema, sauti yake ikiwa na ule uzito wa mtu anayeongoza mabaraza ya viongozi wakubwa na matajiri wa kampuni. Umeloa kabisa. Mtoto yuko salama, baba, Neema alijibu.
Na Dastan akasikia kitu kwenye sauti yake ambacho hakuwahi kusikia katika miaka mitatu ya ndoa. Joto. Upendo wa kweli. Samahani kwa muda wa tukio hili, lakini nadhani tumefika mwisho wa jaribio langu la kijamii. Macho ya Suleiman hatimaye yakamgeukia Dastan, na ilikuwa kama kuchunguzwa chini ya hadubini na mtu anayehesabu kitu cha kukatisha tamaa. Huyu ndiye mwanaume uliyemchagua umjaribu. Sauti yake ilikuwa na mchanganyiko wa masikitiko ya kina na uchunguzi baridi. Aliwahi kuonekana mwema, Neema alisema kwa upole, na namna alivyosema maneno hayo ilimpiga Dastan zaidi ya lawama yoyote. Mwanzo, kabla hajajua chochote kuhusu mimi zaidi ya nilichochagua kumwonyesha, nilidhani labda chini ya tamaa na kupanda ngazi za jamii, kungekuwa na wema wa kweli. Nilikuwa nimekosea. Mtu wa pili alitoka kwenye lile gari la kifahari, mwanamke wa mwanzo wa miaka 60, mwenye uzuri wa taratibu unaoonyesha vizazi vya utajiri na ustaarabu. Alimwendea Neema moja kwa moja, akamvika koti la sufu laini mabegani bila neno. Mikono yake ilikuwa ya upole, lakini macho yake yalipopita juu ya Dastan na familia yake yalikuwa baridi kama barafu. Zainabu, Suleiman alimwambia mwanamke, sauti yake ikilegea kidogo. Mpeleke Neema kwenye gari. Mimi nitashughulikia usafi hapa. Lakini Neema hakusogea. Hapana, baba. Nahitaji kushuhudia. Nimetumia miaka mitatu nikiwa sionekani ndani ya ndoa yangu. Nadhani nimepata haki ya kuangalia wananiona sasa. Suleiman alimwangalia binti yake kwa muda, kisha akatikisa kichwa kukubali. Akamgeukia mkuu wa ulinzi, mwanaume mwenye mwili mpana lakini anayetembea kwa wepesi wa ajabu. Petro, chukua mizigo ya mama Kiwanga yote kwa uangalifu. Badiliko kutoka Neema hadi mama Kiwanga halikumpita Dastan. Wala maana yake. Hakuwa amewahi kuacha kuwa wa Kiwanga, hakuwa amewahi kuwa Mwita kwa namna yoyote iliyokuwa na uzito. Mariana hatimaye alipata sauti, lakini ilitoka kama mkwaruzo. Bwana Kiwanga, tafadhali, kumekuwa na kutoelewana. Ndiyo. Suleiman alimgeukia kama taa kali na Mariana akarudi nyuma kimwili. Je, ulimtemea mate binti yangu mjamzito usoni takribani dakika 15 zilizopita au hukutenda huo upumbavu? Kwa sababu nina maelezo ya kina kutoka kwa Neema na ninaamini video ya kamera ya mlangoni yenu, ndiyo, najua mna hiyo, itaunga mkono kila undani. Damu ya Dastan ikageuka barafu. Kamera ya mlangoni. Veronica alikuwa amesisitiza kuifunga mwezi uliopita, akidai ni kwa usalama. Kila neno, kila kitendo, kila kitu kilikuwa kimeandikwa. Zaidi ya hapo, Suleiman aliendelea, sauti yake haikupanda lakini ilijaza eneo lote kwa mamlaka iliyofanya hewa iwe nyembamba. Nina hapa, akatoa jalada kutoka kwa msaidizi kwa wepesi wa mtu aliyepanga kila kitu. Taarifa kamili ya hali yako ya fedha, Bwana Mwita. Mkopo wako wa nyumba uliokwama ulichukua kupitia ushauri wa Rihadi kwa kile walichodhani ni kiwango cha ushindani, lakini kwa kweli ni juu kwa 17% kuliko bei ya soko kwa sababu huna uelewa wa fedha. Deni lako la kadi za mkopo ni shilingi kiasi fulani kikubwa kwa kadi 6, hasa kutokana na kujaribu kuonekana tajiri ilhali huna. Mkataba wa kukodisha gari, wanachama wa klabu ya hadhi usiyoweza kumudu, nyumba ya kimada wako ambayo umekuwa ukiilipa kwa kuchota fedha kwa dharura. Kila neno lilikuwa kama nyundo. Mshiko wa Veronica kwenye mkono wa Dastan ulilegea. Suleiman Kiwanga alijuaje ile nyumba? Dastan alikuwa makini sana, akitumia njia zisizoacha nyayo ili Neema asigundue. Neema alijua kila kitu, Suleiman alisema kana kwamba anasoma mawazo ya Dastan. Ulidhani kweli binti yangu, aliyesoma masomo ya fedha kwenye vyuo vya juu, anayezungumza lugha 5, mwenye shahada ya juu ya fedha, hawezi kufuatilia matumizi ya nyumba? Alijua kuhusu Bi Veronica ndani ya wiki 3 baada ya mkutano wenu wa kwanza. Alijua kila uongo, kila mbinu, kila wakati ulipomfanya ajihisi mdogo huku ukijikuza. Dastan alijaribu kuongea lakini koo lake lilikuwa limefungana. Pembeni yake, Veronica alitoa sauti ndogo kama kilio.
Swali ambalo Neema aliniuliza miaka miwili iliyopita, Suleiman aliendelea, lilikuwa kama afichue ukweli mara moja au asubiri aone kama wema wa kweli unaweza kuibuka. Kama unaweza kuchagua upendo badala ya tamaa, kama mama yako anaweza kuchagua utu badala ya kupanda ngazi za jamii, kama Bi Veronica anaweza kupata dhamiri. Alisimama kidogo, akiacha uzito wa maneno hayo ushuke. Ninyi nyote mlifeli vibaya. Miaka miwili, sauti ya Dastan hatimaye ilifanya kazi, lakini ilitoka kama mtu anayenyongwa. Alikuwa anajua kwa miaka miwili. Neema alizungumza, sauti yake thabiti. Niligundua nina mimba baada ya miezi 14 ya ndoa yetu. Ndipo nilipomwambia baba kila kitu. Matusi ya kihisia, ukatili wa mama Mariana, umbali wako unaoongezeka. Alitaka kuingilia mara moja, lakini nilimuomba asubiri. Nilidhani labda mtoto angeweza kubadilisha mambo, kukukumbusha kinachohusika. Mkono wake ukaenda tumboni kwa ulinzi. Niliwapa nyote nafasi, kila fursa, kuchagua wema. Na usiku huu, mama yako aliponitemea mate wakati nilikuwa nimebeba mtoto wako, hukufanya chochote. Hukusema chochote. Ulisimama tu na kimada wako na kutazama. Ukweli ulimgonga Dastan kama wimbi la mwili. Alikuwa sahihi. Katika ule muda muhimu ambao mama yake alivuka mstari wa mwisho, Dastan aliganda, si kwa mshtuko tu, bali kwa hesabu, tayari akijiuliza tukio hili lingeonekanaje machoni mwa Veronica, tayari akipima ridhaa ya mama yake dhidi ya heshima ya mke wake. Na alichagua vibaya. Hii nyumba, Suleiman alisema, sauti yake ikibadilika kuwa ya biashara, kwa hakika inamilikiwa kupitia kampuni tanzu ya Kiwanga Holdings. Mkopo unaodhani unalipa unaingia kwenye mfuko wa amana wa Neema. Na mshahara wako kwenye ushauri wa Rihadi. Kampuni hiyo ilinunuliwa na Kiwanga Enterprises miezi 8 iliyopita. Kwa kifupi, Bwana Mwita, umekuwa ukiishi kwenye nyumba ya binti yangu, ukifanya kazi kwenye kampuni yangu, na ukijihisi bora kuliko mwanamke ambaye amekuwa akifadhili maisha yako yote. Ardhi ikahisi kuyumba chini ya miguu ya Dastan. Kila kitu, kazi yake, nyumba yake, heshima yake iliyojengwa juu ya kuwa mtoa huduma, yote yalikuwa udanganyifu ambao Neema aliudumisha wakati yeye akimtendea kama mzigo. Umefutwa kazi kuanzia sasa hivi, Suleiman aliendelea. Una saa 72 kuondoka kwenye mali hii. Mawakili wangu watawasiliana kuhusu mpango wa malezi ya mtoto, ingawa kutokana na tabia yako uliothibitisha au ukosefu wake, ninaona nafasi yako itakuwa ndogo. Akamtazama Veronica. Nabii Veronica, mkataba wa nyumba ulio nayo upanga hautaongezwa. Akamgeukia Mariana. Mama Mariana, wanachama wako wa klabu ya hadhi ulioipata kupitia barua ya mapendekezo ya binti yangu uliodhani imetoka kwa rafiki wa rafiki, umefutwa. Nafasi yako kwenye bodi ya misaada ya hospitali, mke wangu Zainabu yupo kwenye kamati ya juu ya bodi hiyo, nina hakika muda wako umefika mwisho. Ndani ya chini ya dakika 5, Suleiman Kiwanga alikuwa amevunja maisha yao yote kwa usahihi wa upasuaji. Na sehemu ya kutisha ilikuwa namna alivyofanya ionekane rahisi. Kana kwamba kuondoa nzi kulihitaji nguvu zaidi kuliko kuangamiza kila kitu ambacho familia ya Mwita ilijenga. Petro na timu yake walikuwa wamekusanya mizigo ya Neema, wakiipakia kwa uangalifu kwenye moja ya magari. Zainabu Kiwanga aliweka blanketi la pili juu ya binti yake, akinong'ona kitu kilichomfanya Neema atikise kichwa. Kuna jambo moja zaidi, Neema alisema. Na Dastan akamsikia mke wake, mke wa zamani kama alivyodhani sasa, akizungumza kwa mamlaka ambayo hakuwa amewahi kufikiria anayo. Dastan, nataka uelewe kitu. Sikukaa miaka 3 ili kukuadhibu. Nilikaa kwa sababu kwa kweli nilitumaini labda nilikuwa nimekosea kuhusu wewe. Kwamba yule mwanaume aliyenitabasamia baada ya darasa, aliyekuwa mwema alipokuwa hana cha kunufaika, huenda bado yupo mahali. Lakini hayupo, sivyo? Labda hakuwahi kuwepo. Aligeukia kuelekea lile gari la kifahari, mkono wa mama yake ukiwa mabegani, lakini akasimama mara ya mwisho. Natumaini kimada wako alistahili. Natumaini ridhaa ya mama yako itakupasha joto usiku.
Na natumaini siku moja utajifunza tofauti kati ya wema wa mwanamke na udhaifu wake. Kwa sababu umeipoteza kitu bora zaidi kilichowahi kukutokea na hutawahi hata kuelewa kikamilifu kwa nini. Neema Kiwanga. Kwa sababu huyo ndiye aliyekuwa yeye siku zote. Hajawahi kuwa Neema Mwita kweli. Neema alitembea kwenda kwenye lile gari la kifahari kichwa juu, mkono wa baba yake ukimlinda mgongoni, msaada wa kimya wa mama yake ukimzunguka. Magari yakatoka kwa mpangilio, yakimwacha Dastan akisimama kwenye mvua na kimada wake, mama yake, na magofu ya kila kitu alichodhani anakijua. Veronica alikuwa wa kwanza kuvunja ukimya. Hiyo imetokea kweli? Yaani yeye ni Lakini Mariana alikuwa anatazama mikono yake, akitikisa kichwa taratibu. Kiwanga, alinong'ona. Tulimtemea mate binti wa Suleiman Kiwanga. Tulimtemea mate binti wa Suleiman Kiwanga mjamzito. Na Dastan, akiangalia taa za nyuma zikizama kwenye usiku wa mwezi wa 10, hatimaye alielewa maana ya hofu halisi. Si hofu ya papo hapo ya kuumizwa kimwili, bali ule mshtuko wa taratibu wa kutambua umeharibu maisha yako kwa mikono yako mwenyewe. Na hakuna wa kumlaumu isipokuwa wewe. Taa ya kamera ya mlangoni iliwaka nyekundu, bado ikirekodi, ikihifadhi kila sekunde ya kuporomoka kwao kwa ajili ya kumbukumbu za baadaye. Ndani ya saa 72 wangekuwa hawana makazi. Asubuhi Dastan angekuwa hana kazi, na mtoto ambaye mke wake alikuwa amembeba, mtoto wake, angekuwa akijua baba yake alichagua kiburi badala ya upendo, mwonekano badala ya ukweli, ukatili badala ya wema. Dastan alipiga magoti kwenye mvua, mkono wa Veronica hatimaye ukimwachia, kilio cha kimya cha mama yake kikitoa muziki wa kuangamizwa kwa kila kitu alichodhani ni muhimu. Hakuwa amewahi hata kumuuliza Neema kwa nini alijitahidi sana kuwa asiyeonekana. Hakuwa amewahi kujiuliza kama unyonge wake wa matumizi ulikuwa ni kanuni, si umasikini. Hakuwa amewahi kufikiria kwamba nguvu inaweza kuonekana kama subira, kwamba mamlaka inaweza kujificha kama upole. Na sasa ilikuwa kuchelewa. Miezi 7 baadaye, Neema aliketi kwenye chumba cha kusubiri cha daktari wa watoto katika Arusha, mtoto wake wa miezi 3 Safia Mariamu akiwa amelala kwa amani mikononi mwake, na akashangaa namna maisha yake yalivyobadilika kabisa. Mwanamke ambaye aliwahi kustahimili kutemewa mate kwenye mvua, sasa alivaa suruali ya kawaida na sweta rahisi, nywele zake zikiwa zimefungwa nyuma kwenye mkia wa farasi wa vitendo, uso wake ukiwa hauna vipodozi. Alionekana, kwa kuridhika kidogo, kama mama yeyote mwingine anayeongoza vurugu nzuri ya uzazi mpya, isipokuwa alikuwa binti wa Suleiman Kiwanga, kwa sasa akiishi chini ya jina Neema Mushi kwenye nyumba ya kawaida ya vyumba viwili katika mtaa mtulivu, akiendesha gari la miaka kadhaa lililotumika na kufanya kazi ya muda kwenye duka la vitabu la eneo linaloitwa Sura na Ubeti. Baba yake alikuwa amepinga jaribio hili. Umeshathibitisha hoja yako, alikuwa amebishana. Lakini mama yake Zainabu alikuwa ameuelewa. Mwache apone, Zainabu alimwambia Suleiman. Mwache ajue yeye ni nani nje ya kuwa ama mama Mwita au binti wa Kiwanga, na kama atampata mtu wa kweli njiani, basi iwe heri. Mtoto Safia, akiwa na nywele nyeusi za mama yake na macho ambayo huenda siku moja yakabadilika au yakabaki vile yalivyo, alitikisika kidogo, akitoa sauti ndogo ambazo Neema alikuwa amejifunza kuwa zinamaanisha ataamka kikamilifu ndani ya dakika 3 hivi. Kwa wakati wake kamili, kama Safia alivyokuwa tangu kuzaliwa, akiwa amezaliwa siku yake ya makadirio kamili, kana kwamba tayari amerithi usahihi wa mama yake. Neema Mushi, muuguzi, aliita kutoka mlangoni, tabasamu lake likiwa la joto na la kweli. Daktari Haruni yuko tayari kwa Safia. Neema alichukua begi la nepi alilonunua kwenye duka la kawaida Sihames, na akamfuata muuguzi kwenye korido, akiona michoro ya furaha ya wahusika wa vitabu vya watoto iliyoifanya sehemu hii ihisi mbali kabisa na daktari wa watoto wagali na wenye ubaguzi ambao Mariana Mwita alikuwa akisisitiza ndio pekee unaofaa kwa mtoto wa familia ya hadhi. Safia hangekuwa wa Mwita. Neema aliweka hilo wazi kwa mawakili wake ambao walikubaliana juu ya mpango wa malezi uliompa Dastan muda wa kumwona mtoto chini ya uangalizi mara 2 kwa mwezi.
Ziara ambazo Dastan alihudhuria mara 3 tu ndani ya miezi mitatu kabla ya ujumbe wa visingizio kuanza kuja. Dharura kazini. Sijisikii vizuri. Kuna jambo limetokea. Neema aliacha kushangaa, akaanza kushukuru. Safia alistahili zaidi ya baba anayemwona kama mzigo. Uchunguzi ulienda vizuri. Safia alikuwa anakuwa vizuri, anaongezeka uzito ipasavyo, anafikia hatua zote za maendeleo ya umri wake. Neema alikuwa anakusanya vitu vyake, ndipo aliposikia sauti zilizopandishwa kwenye eneo la mapokezi. Siyo kelele ya kupiga kelele kabisa, lakini ilikuwa ya mvutano, ya wasiwasi. Samahani bwana, lakini bila bima au malipo ya awali hatuwezi. Ninaelewa, lakini binti yangu ana homa kali sana na kila kliniki nyingine imenipa kusubiri wiki 2 kwa wagonjwa wapya. Tafadhali, hakuna kitu hata kimoja. Neema alisimama, Safia akiwa salama kwenye kitanda chake cha kubebea, na akachungulia kupitia mlangoni. Mwanaume alisimama kwenye kaunta ya mapokezi, labda mwanzoni mwa miaka 30, akiwa amevaa suruali ya jeans iliyochoka na shati la mikono mirefu juu ya fulana iliyofifia. Alimbeba msichana mdogo asiyezidi miaka 4, uso wake ukiwa mwekundu kwa homa, kichwa chake kikiwa kimelala kwa uzito kwenye bega lake. Mhudumu wa mapokezi alionekana mwenye huruma kweli, lakini alikuwa anatikisa kichwa, akifungwa na taratibu ambazo Neema alijua zipo kulinda vituo vidogo dhidi ya hasara ya fedha. Kitu kwenye tukio lile kilimkumbusha kusimama kwenye mvua, asiyeonekana, akidharauliwa, huku watu waliodai kujali maadili na tabia sahihi wakionyesha jinsi huruma yao ilivyokuwa na masharti. Kukata tamaa kwa huyu mwanaume kulikuwa halisi. Wasiwasi wake kwa binti yake ulikuwa unaonekana. Na mikono ya mhudumu ilikuwa imefungwa na mifumo iliyolinda biashara zaidi ya watu. Neema akafanya uamuzi ambao ungebadilisha kila kitu. Samahani, alisema, akikaribia kaunta akiwa na Safia kwenye kibebeo mkononi na mkoba wake mkononi mwingine. Sikuweza kujizuia kusikia. Ningependa kulipia ziara yao leo. Mhudumu na mwanaume waligeuka kumtazama. Uso wa mwanaume ulipitia mshangao, kuchanganyikiwa, na kitu kilichokaribia kuwa fahari inayopambana na kukata tamaa. Hapana, siwezi kukuruhusu ufanye hivyo. Hata hutujui. Ninajua binti yako anahitaji kumwona daktari, Neema alijibu kwa urahisi. Na ninajua ilivyo kujihisi huonekani wakati unahitaji msaada zaidi. Tafadhali niruhusu. Mhudumu alitazama kati yao, akihesabu taratibu dhidi ya huruma, kisha akaonekana kufanya uamuzi wake. Daktari Haruni ana nafasi sasa hivi kama mnataka kuonekana mara moja. Na dada, kama una uhakika wa kugharamia. Nina uhakika, Neema alithibitisha. Chochote kinachohitajika. Macho ya mwanaume sasa, Neema alipokuwa karibu, yalikuwa ya kahawia yenye joto yanayofanana na ya binti yake, na yalikuwa yanajaa machozi aliyokuwa anajitahidi kuyazuia. Asante. Sijui niseme nini. Nimehamia hapa wiki 3 tu kwa kazi na bima yetu inaanza mwezi ujao. Na Amina aliamka asubuhi akiwa anaungua. Nimekuwa nikipiga simu kila kliniki mjini. Uhitaji kueleza, Neema alisema kwa upole. Mwangalie tu binti yako. Hicho ndicho cha muhimu. Jina lake alilojifunza walipokuwa wanasubiri Amina akichunguzwa chumba cha chini ya ukumbi lilikuwa Jabir Mfinanga, aliyekuwa amehamishwa kutoka Mwanza kuja Arusha kuchukua nafasi ya mwalimu wa sayansi katika shule ya umma. Alikuwa mzazi peke yake. Mke wake alikuwa amefariki kwa saratani miaka 2 iliyopita, akimwacha amlee Amina peke yake. Alizungumza kuhusu binti yake kwa upole ulioyumiza kifua cha Neema, akieleza upendo wake kwa dinosaur na tabia yake ya kuuliza maswali magumu kuhusu mawingu yanavyofanya kazi na kwa nini bahari ni chumvi. Yeye ndiye dunia yangu yote, Jabir alisema tu. Na Neema alisikia ndani ya maneno hayo machache upendo wa kweli zaidi kuliko aliosikia katika miaka 3 ya ndoa yake na Dastan. Daktari Haruni alipotoka na Amina, maambukizi ya sikio, tayari amepewa dawa, homa itashuka ndani ya saa 24, nafuu ya Jabir ilikuwa karibu kushikika.
Neema alilipa kwa utulivu, akitumia kadi iliyounganishwa na mojawapo ya mifuko yake midogo ya amana, aina ya matumizi ambayo yasingeamsha tahadhari kwenye macho ya baba yake. Tafadhali, Jabir alisema walipotembea kwenda maegesho pamoja, Amina tayari akionekana bora kidogo kutokana na dawa ya watoto na amani ya kupata huduma ya daktari. Niruhusu nikulipe. Naweza kupanga malipo kidogo kidogo. Chochote. Nina namba yako kutoka kwenye fomu. Ichukulie kama zawadi ya kukukaribisha Arusha, Neema alimkatiza. Lipa mbele siku moja ukiweza. Hicho tu ndicho naomba. Lakini Jabir alikuwa akimtazama kwa umakini kana kwamba anaona zaidi ya alivyokusudia kuonyesha. Si wema tu unaofanya. Kuna kitu kingine. Namna ulivyosema unajua ilivyo kujihisi huonekani. Alisimama kisha akaongeza kwa uangalifu. Talaka mbaya. Neema alicheka akishangazwa na uwezo wake wa kutambua. Ni dhahiri hivyo. Ninaitambua ile sura, Jabir alisema kwa upole, nafuu ya kuwa mbali na kitu kilichokuumiza na tahadhari ya kuamini tena. Nilivaa sura hiyo kwa karibu mwaka mmoja baada ya mke wangu kufariki. Hali tofauti, lakini uchovu uleule wa kufungua moyo. Walikuwa wamefika kwenye gari la Neema na Neema alikuwa anafunga kibebeo cha Safia, ndipo Jabir alipomtambua mtoto kwa mara ya kwanza. Uso wake ulilegea mara moja. Na wewe pia unafanya hii peke yako? Umama wa pekee na kulipia bili za watu usiowajua, Jabir aliongeza, ama una pesa nyingi au unafanya maamuzi hatari ya fedha? Labda kidogo ya vyote, Neema alisema, ambayo ilikuwa kweli kwa namna Jabir asingewahi kuifikiria. Hebu niruhusu nikununulie kahawa angalau, Jabir alipendekeza. Kama shukrani, kuna sehemu karibu. Sura na Ubeti pia wana kahawa nyuma. Latte zao ni nzuri sana na wanapenda watoto. Moyo wa Neema ukaruka kidogo. Kwa kweli mimi nafanya kazi Sura na Ubeti muda, Neema alisema. Zamu za asubuhi zaidi. Uso wa Jabir ukaangaza kwa furaha ya kweli. Hapana kabisa. Amina na mimi tulikuwa huko wiki iliyopita. Alipata kitabu cha dinosaur ambacho anasoma kila usiku tangu hapo. Mwanamke aliyesaidia alisimama. Subiri, ulikuwa wewe? Alikuwa yeye. Neema aliwakumbuka sasa. Baba mvumilivu akimruhusu binti yake achague kitabu kwa dakika 40, akimsomea kwa sauti tofauti kwa dinosaur tofauti, bila kujali watu wengine wanasubiri, au kwamba anaonekana mcheshi akitoa sauti za wanyama kwenye sehemu ya watoto. Ndiyo, Neema alithibitisha. Amina ana ladha nzuri. Basi kahawa lazima itokee, Jabir alisema. Ninakudai kwa bili ya daktari na kwa kuchochea wazimu wa dinosaur. Kesho asubuhi vipi? Naweza kupita baada ya kumpeleka shule ya awali saa 3:30. Kitu ndani ya Neema kilinong'ona tahadhari. Alikuwa ametoka kwenye uhusiano uliojengwa juu ya unafiki na sasa anapanga kitu kinachoweza kufanana na miadi huku akificha utambulisho wake wote. Lakini kitu kingine, kitu kilichokuwa kimelala kwa miezi, kilinong'ona kwamba Jabir Mfinanga alikuwa amejaribu kulipia huduma ya binti yake kwa pesa ambayo waziwazi hakuwa nayo ya ziada, huku bado akijali kumlipa mgeni kwa heshima. Na uadilifu wa aina hiyo ulikuwa adimu vya kutosha kujaribiwa. Saa 3:30 inafaa, Neema alisema. Nitakuwekea meza nzuri dirishani. Alipokuwa anaendesha kurudi nyumbani, Safia akiwa amelala kwa amani nyuma, Neema alijikuta anacheka kwa tabasamu ambalo hakuwa amelivaa kwa miaka. Siyo tabasamu la kupima na kuigiza, bali tabasamu la kweli la mtu aliyekutana na binadamu mwingine na kuhisi uwezekano wa uhusiano wa kweli. Simu yake ilitetemeka na ujumbe kutoka kwa mama yake. Baba yako anataka kujua utarudi lini nyumbani. Nilimwambia aache kukusumbua. Mjukuu wangu anaendeleaje? Neema akaandika kurudisha. Safia yuko vizuri na nadhani nitakaa Arusha kwa muda zaidi. Napenda duka la vitabu, mwendo wa maisha na kutotambulika. Miadi ya kahawa na Jabir haikuwa imepangwa.
Hisia ya kuvutika aliyohisi alipomwona akimlea binti yake kwa upendo haikuwa hesabu. Na kwa mara ya kwanza tangu siku aliposimama kwenye mvua akiangalia maisha yake ya zamani yakivunjika, Neema alihisi kama anaweza kuwa anajenga kitu halisi. Si kama binti wa kiwanga au mke aliyefukuzwa, bali kama yeye mwenyewe tu. Hakujua kwamba Jabir aliishi kwa mshahara wa kuishi siku hadi siku kwenye nyumba ndogo, akibajeti kwa uangalifu ili kumpa Amina maisha bora iwezekanavyo kwa mshahara wa ualimu. Hakujua kwamba Jabir alikuwa ametumia usiku uliopita katika chumba cha dharura na Amina kabla ya kurudishwa kwa sababu ya ukosefu wa bima, akitafuta kwa haraka tiba za nyumbani za homa kali huku binti yake akilia. Hakujua kwamba kuingilia kwake leo huenda kulimwokoa Jabir dhidi ya kulazimika kuchagua kati ya kodi na afya. Na Jabir hakujua kwamba mwanamke mwema aliyelipia matibabu ya binti yake alikuwa na utajiri ambao usingelinganishwa na kazi yake ya maisha yote, au kwamba alikuwa anampima kama alivyowahi kumpima mume aliyefeli. Lakini tofauti na Dastan Mwita, Jabir alikuwa karibu kupita kila jaribio ambalo Neema angeweza kufikiria. Si kwa hesabu au maigizo, bali kwa kitendo rahisi cha kuwa mwema kweli, kwa uthabiti na kwa uzuri wa ndani. Swali lilikuwa, Neema angesubiri kwa muda gani kabla ya kufichua yeye ni nani kweli? Na je, hisia za Jabir zingesimama imara wakati ukweli ulipotoka mwishowe? Mlango wa nyumba ulifunguka na Jabir akaonekana, tabasamu lake likibadilika kuwa wasiwasi alipouona uso wa Neema. Vipi, kuna nini? Kuna kitu kimetokea kwa Safia. Wasichana wako salama? Neema alisema haraka. Wamelala wote kwenye sofa. Amina ameshika mkono wa Safia. Ni kitu cha kupendeza sana na unapaswa kupiga picha. Lakini kwanza, Neema akainua kisanduku cha pete. Simu yako haikuwa kwenye mfuko wa koti yako. Uso wa Jabir ulipitia mshangao, aibu, kujisalimisha, kisha tabasamu dogo la upole. Siyo namna nilivyopanga mazungumzo haya yaende, lakini inaonekana tunafanya sasa. Akavuka chumba kidogo cha kazi na kuchukua kisanduku kwa upole kutoka mikononi mwake. Nilikusudia kusubiri hadi wiki ijayo. Kuna sehemu pale duka la vitabu kubwa, chumba cha vitabu adimu ghorofa ya juu ambako tulifanya miadi yetu ya kwanza ya kweli. Nilikuwa nataka kukupeleka huko na kukuambia wewe ndiye kitu bora zaidi kilichotokea kwangu tangu Amina azaliwe, na kukuuliza kama ungependa tufanye hili liwe la kudumu. Jabir, sauti ya Neema ikapasuka. Niache nimalize, Jabir alisema kwa upole. Najua mimi si tajiri. Najua siwezi kukupa maisha ambayo huenda ungetamani. Mimi ni mwalimu. Nitakuwa mwalimu siku zote kwa sababu naipenda, hata kama inamaanisha tutabajeti kwa uangalifu na labda hatutawahi kwenda likizo za kifahari au kuishi kwenye nyumba kubwa. Lakini ninaahidi nitatumia kila siku kujaribu kukufurahisha. Nitakuwa baba bora kwa Safia. Na Amina tayari anakupenda kama mama yake. Na mimi Neema, nakupenda. Nakupenda kila kitu kuhusu wewe. Na kama unahitaji muda zaidi, ninaelewa, lakini nilihitaji ujue. Machozi ambayo Neema alikuwa ameyazuia hatimaye yakatoka. Lakini alikuwa anacheka ndani yake. Kabla hujasema kitu kingine, kabla hujaniuliza chochote rasmi, nahitaji kukuambia kitu. Kwa kweli, nahitaji kukuonyesha kitu. Alichukua simu yake, si ile ya kawaida ambayo Jabir aliijua, bali ile aliyokuwa akiibeba kwa dharura ili kuwasiliana na familia, kisha akafungua picha. Ilionyesha yeye akiwa mdogo zaidi kwenye hafla ya misaada ya jamii ya watu wa hadhi, akiwa amevaa gauni lililogharimu zaidi ya mshahara wa Jabir wa mwaka, akisimama kati ya Suleiman na Zainabu Kiwanga, maandishi yakimtambulisha kama Neema Kiwanga, binti wa mfanyabiashara mkubwa Suleiman Kiwanga. Jabir alitazama picha, akamtazama Neema, kisha akaitazama tena picha. Mimi hii ni bandia? Au ni mtu anayefanana na wewe? Huyo ni mimi, Neema alisema kwa sauti ya chini. Jina langu la kweli ni Neema Zainabu Kiwanga. Baba yangu ni Suleiman Kiwanga. Ndiyo, yule Suleiman Kiwanga.
Nimekuwa nikiishi Arusha kwa jina la ukoo wa mama yangu kwa miaka 2 kwa sababu nilihitaji kujua. Nilihitaji kujua kama mtu anaweza kunipenda kwa mimi ni nani, si thamani yangu. Ukimya uliongezeka kati yao na Neema alitazama uso wa Jabir kwa makini akitafuta ile hesabu. Aliona kwenye macho ya Dastan ile mabadiliko ya ghafla kutoka upendo hadi fursa. Lakini kwa Jabir alichoona ni kuchakata, kuchanganyikiwa, kisha kitu kilichokaribia kuwa maumivu. Miaka 2, Jabir alisema polepole. Tumekuwa pamoja 1.5 mwaka na umekuwa ukinificha ukweli muda wote. Sio kuficha kwa uongo, Neema alipinga, ingawa alijua ilionekana dhaifu. Ni kutosema ukweli wote. Kila kitu kingine kilikuwa halisi. Hisia zangu, maisha yangu hapa, kazi ya duka la vitabu, hivyo vyote ni halisi. Kitu pekee nilichoficha ni familia na hali yangu ya fedha. Kitu pekee. Sauti ya Jabir ilipanda kidogo, akiwa mwangalifu wasiwaamshe wasichana, lakini akiwa na hisia za kweli. Neema, nimekuwa nikijitesa kwa miezi nikijiuliza kama naweza kumudu kukua, kama ni haki kukuomba uishi kwa mshahara wa ualimu. Nimekuwa nikiweka akiba kila shilingi ya ziada kwa pete hii. Aliinua kisanduku. Wakati wewe kwa siri una utajiri wa ajabu. Unajua hiyo inanifanya nijihisi vipi? Kama umekuwa unafanyiwa jaribio usilolijua, Neema alikiri. Na najua hiyo ni mbaya. Najua inaonekana ya udanganyifu na isiyo ya haki, na labda ni hivyo. Lakini Jabir, mume wangu wa kwanza, alitupa mizigo yangu kwenye mvua huku kimada wake akicheka, na mama yake alinitemea mate nilipokuwa na mimba ya miezi 6. Watu waliodai kunipenda walinionyesha upendo wao una masharti mara tu nilipokuwa kero. Alisogea karibu, sauti yake ikivunjika. Nilihitaji kujua wewe ni tofauti. Na wewe ni tofauti. Umeithibitisha mara 1000. Namna ulivyosisitiza kulipa sehemu yako hata ukiwa huwezi kumudu kwa sababu ulitaka usawa. Namna ulivyomuomba Safia msamaha ulipomwamsha kwa bahati mbaya kana kwamba yeye ni mtu mwenye hisia hata kama hawezi kuongea. Namna ulivyomsaidia mama mmoja wa jirani kuhamisha vitu siku yako ya mapumziko kwa sababu tu alisema anaogopa gharama ya watu wa kubeba mizigo. Hukufanya hivyo kwa sababu ulijua mimi ni nani. Ulifanya kwa sababu ndivyo ulivyo. Jabir alikaa kimya kwa muda, kisanduku cha pete bado mkononi, uso wake haukusomeka. Kisha akasema kitu ambacho Neema hakukitarajia. Amina anajua. Hapana, Neema alisema mara moja. Singemhusisha mtoto bila kuzungumza na wewe kwanza. Lakini Jabir, nataka kumwambia. Nataka kuwaambia wote. Nimechoka kujificha. Nataka wazazi wangu wakukute kweli, si kukufanyia uchunguzi wa siri. Nataka uelewe kwamba nikisema ndiyo kukua, haitakuwa licha ya mshahara wako wa ualimu. Itakuwa kwa sababu wewe ndiye mwanaume aliyekaa dakika 40 kwenye sehemu ya watoto akitoa sauti za dinosaur kwa binti yake. Kwa sababu wewe ndiye mwanaume aliyelia Safia alipokuita baba kwa mara ya kwanza, hata kama si mtoto wako wa damu. Kwa sababu wewe ni mwema, mvumilivu na wa kweli kwa namna nilidhani haipo tena. Ulisema nikisema ndiyo. Jabir alishika maneno hayo, tabasamu dogo likianza kupenya maumivu yake. Neema alithibitisha kwa kichwa, kwa machozi. Ndiyo, kwa sababu nakupenda, Jabir Mfinanga. Nakupenda kama ulivyo, ukifanya unachofanya, ukiishi maisha uliochagua. Sitaki kukubadilisha, lakini nataka kushiriki maisha yangu na wewe. Yote. Mifuko ya amana, urithi wa familia na ndiyo, utajiri unaokuja na kuwa wa kiwanga. Si kukubadilisha bali kukupa chaguo. Uweze kufundisha kwa sababu unapenda, si kwa sababu lazima. Amina apate kila anachohitaji bila wewe kulala usiku ukihesabu bajeti. Tujenge maisha pamoja ambapo hakuna anayejifanya kuwa kitu kingine isipokuwa sisi wenyewe. Jabir aliweka kisanduku cha pete mezani na kumkumbatia Neema, uso wake ukizama kwenye nywele zake. Neema alihisi mabega yake yakitetemeka na kutambua alikuwa analia, si kwa huzuni, bali kwa msukumo wa kila kitu kubadilika chini ya miguu yake.
Sitaki pesa zako, Jabir alisema ndani ya nywele zake. Nahitaji ujue hilo. Nilipenda wewe nilipodhani unafanya kazi kwenye duka la vitabu na unaendesha gari la kawaida. Hilo halibadiliki kwa sababu sasa najua baba yako anaweza kununua mnyororo mzima wa maduka ya vitabu bila kujisikia. Ninajua, Neema alinong'ona. Ndiyo maana ninakuambia sasa. Ndiyo maana najua wewe ni salama. Walisimama hivyo kwa dakika kadhaa wakishikiana, huku wasichana wawili wakiwa wamelala kwa amani chumba kingine, bila kujua maisha yao yalikuwa karibu kubadilika kwa namna nyepesi na nzito kwa wakati mmoja. Hatimaye Jabir alijiondoa, akafuta machozi na akachukua tena kisanduku cha pete. Pendekezo hili haliendi kama nilivyopanga kabisa, alisema, lakini inaonekana sasa nimeamua kufuata mtindo huu wa vurugu. Akashuka kwa goti moja kwenye chumba kidogo cha kazi, akimtazama Neema kwa macho yaliyobeba upendo, maumivu, tumaini na ucheshi kwa pamoja. Neema Kiwanga, ambaye kwa sasa unatumia ukoo wa Mushi na kabla ya hapo ulikuwa Mwita, na jamani, tutazungumza historia hiyo baadaye. Je, utanioa? Si kwa pesa zako ambazo bado nazichakata. Si licha ya kukosa pesa ambacho wewe unaonekana haujali. Bali kwa sababu mahali fulani kati ya chumba cha kusubiri cha daktari wa watoto na sasa, wewe ukawa mtu wangu, mshirika wangu, yule ninayetaka kupanga maisha naye, maisha yoyote yatakavyokuwa. Neema alikuwa anacheka na kulia kwa wakati mmoja, akitikisa kichwa kukubali kabla hajamaliza hata. Ndiyo. Ndiyo kabisa. Pete iliingia kwenye kidole chake, rahisi na kamili, na iliyonunuliwa kwa upendo na mwanaume aliyekuwa ameweka akiba kwa miezi kuipata, bila kujua mke wake mtarajiwa angeweza kununua duka zima la vito bila kuangalia salio. Na kwa namna fulani, hilo liliifanya iwe ya thamani zaidi kuliko pete yoyote ambayo pesa za baba yake zingeweza kununua. Tunahitaji kuamsha wasichana, Neema alisema, akiangalia namna pete ilivyopokea mwanga. Kisha nahitaji kuwapigia wazazi wangu. Onyo tu, baba yangu atakupa vitu. Mifuko ya amana kwa Amina, nafasi za kazi, nyumba, magari, fursa. Unaruhusa kusema hapana. Lakini mimi pia ninaruhusa kusema ndiyo kwa baadhi, Jabir aliuliza kwa uangalifu, kwa sababu ningekuwa na uongo nikisema wazo la kutokuwa na wasiwasi kuhusu ada ya shule ya Amina halinivutii. Unaruhusa kusema ndiyo kwa chochote kinachoonekana sahihi, Neema alithibitisha. Huu ni ushirika, Jabir. Tunapanga pamoja. Miezi 6 baadaye, walifunga ndoa kwenye sherehe iliyochanganya dunia zao zote mbili. Ilifanyika kwenye makazi ya Kiwanga, lakini mapambo yalipakwa rangi na Amina na Safia kwa maua ya mikono, chakula kikiandaliwa na wapishi bora ambao pesa ingeweza kuajiri, lakini kukiwa na biskuti za umbo la dinosaur ambazo Jabir alisisitiza kuzitengeneza mwenyewe. Suleiman Kiwanga alimpeleka Neema hadi mbele, lakini Amina ndiye aliyebeba pete, akiwa na fahari na uzito wa jukumu lake kama dada mkubwa. Dastan Mwita alisoma habari ya harusi kwenye jarida la biashara, akiuona uso wa mke wake wa zamani uking'aa pembeni ya mwanaume ambaye makala ilimtaja kama mwalimu wa shule ya umma aliyeshinda moyo wa mmoja wa wanawake wanaovutia zaidi kwa hadhi ya jamii. Picha ilimwonyesha Neema akicheka katikati ya sentensi, huku mume wake mpya akimtazama kwa upendo wazi kiasi kwamba ilikuwa ngumu kutazama. Nyuma, wasichana wawili walicheza na petali za maua, mmoja mwenye nywele nyeusi kama mama yake, mwingine akiwa na mwonekano tofauti kidogo, wote wakipendwa. Dastan naye alioa tena. Veronica, kwa haraka miezi 6 baada ya talaka kukamilika, lakini tayari walikuwa wametengana, pesa za mama yake kuisha na hamu ya Veronica kufifia pamoja nazo. Sasa Dastan alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya kuuza magari, akiuza magari ya kawaida kwa watu waliomkumbusha kwa uchungu yule aliyekuwa yeye zamani. Lakini Neema hakumfikiria Dastan tena. Alikuwa na maisha halisi. Alikuwa anamsaidia Jabir kuandaa mipango ya masomo jioni katika nyumba yao ya kawaida ya Arusha. Waliendelea kupenda maisha ya kawaida badala ya majumba makubwa, wakichagua sehemu ambako watoto wao wangecheza uwanjani.
Neema bado alifanya kazi sura na ubeti siku kadhaa kwa wiki, licha ya baba yake kushangaa, kwa sababu alipenda furaha ya kimya ya kuwaunganisha wasomaji na vitabu. Na kila usiku alilala pembeni ya mwanaume aliyempenda, si kwa jina la kiwanga, si kwa mifuko ya amana, si kwa miunganisho ya kijamii, bali kwa sababu alimchekesha, aliheshimu ndoto yake ya kufundisha, na aliwahi kuwa na moyo wa kumlea binti yake kwa upendo kabla hajajua chochote kuhusu yeye. Katika mwaka wao wa kwanza wa ndoa, Jabir alimpa picha iliyowekwa kwenye fremu, kutoka siku ile ya daktari wa watoto. Aliweza kupata video ya usalama na kuchapisha fremu moja. Ilimwonyesha Neema akikaribia kaunta ya mapokezi, Safia kwenye kibebeo, uso wake ukiwa thabiti lakini mpole, huku Jabir akimbeba Amina mwenye homa, kukata tamaa na tumaini vikigombana usoni mwake. Huu ndio wakati, Jabir aliandika nyuma, ambapo kila kitu kizuri maishani mwangu kilianza. Neema aliitundika kwenye ofisi yake katika makao ya taasisi ya Kiwanga, ambako sasa aliendesha mpango wa misaada ya afya kwa familia zisizo na bima, akichochewa na baba aliyekata tamaa na msichana mdogo mwenye homa aliyemrudishia imani yake katika wema wa binadamu. Na kama wakati mwingine alikumbuka toleo la zamani la yeye mwenyewe aliyesimama kwenye mvua, mjamzito na fedheheshwa, akiangalia maisha yake ya zamani yakivunjika, alihisi shukrani tu. Maumivu ya yule mwanamke yalimfundisha jinsi ya kuitambua upendo wa kweli ulipofika. Sio kwenye nguo za gharama kubwa, si kwenye ishara kubwa, si kwenye kupanda ngazi za jamii, bali kwenye sauti za dinosaur, kugawana malipo kwa uaminifu, na pete iliyowakilisha miezi ya kuweka akiba kwa uangalifu kutoka kwa mwanaume aliyempenda kabla hajajua thamani yake. Baadhi ya majaribio, Neema alitafakari, yalistahili kufanywa, na baadhi ya watu walistahili kupatikana. Asante sana kwa kutazama simulizi hii hadi mwisho. Kama umeipenda, tafadhali bonyeza alama ya kulike video hii, na usisahau kujiunga na chaneli yetu ili usikose simulizi nyingine zenye mafunzo na hisia kali. Andika maoni yako hapo chini kwenye comment, tuambie umejifunza nini, na pia usisite kushare kwa rafiki ili naye apate ujumbe. Mpaka simulizi nyingine ijayo, endelea kuwa mtu mwema, na kumbuka ukweli huwa unajitokeza muda tu.